tunachoomba mtusapoti tupate usafiri tu tunafika, kwa sababu ni shule nyingi sana zenye mahitaji haya, ni shule zipo nyingi sana. Tunatamani tuwe na usafiri, mtusapoti, hata tutakuwa tunatumia nauli tufike sehemu hizo. Tunapofika sehemu nyingine unakuta madawati vitu havijakamilika, lazima tupate support ya kupata mbao, kuna square pipe, kuna stiki, kuna misumari. Tunaokoa pesa kubwa sana. Kama hapa karibuni madawati 80 tunaokuja kuyaokoa kwenye shule hii. Ina maana shule tunazopita zote unakuta nyingine na shule ya madawati 100. Tutafanya kazi, hatutachagua kwamba hii kazi shule ina madawati mengi, tutafanya kazi yote. Kwa majina naitwa Edward Samuel Mbumbalo, ni kaka mkuu shule ya msingi Masasi, ni mwanafunzi wa darasa la 7. Ninapenda kuwashukuru kaka zangu kwa kuja kutusaidia kutengeneza madawati, kwa kuwa madawati yalikuwa mabovu na wanafunzi wote walikuwa wanakaa chini kwa kukosa madawati. Napenda kuwashukuru, tunawakaribisha tena kwa mchango wenu, tunawashukuru kwa mchango wenu mkubwa. Kwa jina naitwa Ismail Abdalla, ni mjumbe wa kamati ya shule hapa shule ya msingi Masasi. Leo tumepata ugeni kwa vijana wa mafundi kuja kufanya marekebisho makarabati ya madawati ambayo tukutarajia kama yatafanya tena kukalia vijana wetu hapa shuleni. Yalikuwa ni mengi sana na tulikata tamaa, ila leo hao vijana wamekuja hapa mafundi kuja kufanya marekebisho zaidi ya madawati 80 ambayo yalikuwa chakavu. Tulikuwa na mpango watu yatumie kuni, lakini hapana. Kwa ujio wao wamefufua haya madawati mpaka vijana wetu wameweza kuyatumia, yamekamilika. Kwa majina naitwa Mwalimu Nazim Munda, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Masasi, shule jumuishi yenye wanafunzi wenye mahitaji maalum na wanafunzi wa kawaida. Leo nimeweza kuwapokea vijana ambao wana kikundi chao. Wamekuja shuleni kwangu kwa ajili ya kuweza kukarabati madawati mabovu ambayo yalikuwa yamekaa kwa muda mrefu, tulikuwa hatuwatumii na tulikuwa tunapata adha, watoto walikuwa wanakaa chini. Lakini baada ya ujio wao nimefurahi mimi pamoja na walimu wenzangu na wanafunzi kwa ujumla. Madawati yetu yameweza kuokoka baada ya kufanyiwa ukarabati, na watoto sasa hawatakaa tena chini, wataweza kukaa kwenye madawati yao vizuri na kuweza kupata masomo yao kama kawaida. Mimi kwa majina naitwa Saif Abdul Jafari Namtusi, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Masasi. Leo tuko hapa kwenye kampeni ambayo imeanzishwa na vijana wazalendo kweli kweli, vijana wetu kutoka wilaya hii ya Masasi ambao kwa umoja wao ni umoja wa mafundi, welding pamoja na seremala, wamejitolea kuanzisha kampeni ambayo imekwenda tumeipa jina la tokomeza watoto kukaa chini. Kwa maana kampeni hii imejikita hasa katika kujitolea kufanya kazi ya kizalendo, kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunafanya maintenance, lakini tunafanya ukarabati, lakini pia tunatengeneza viti, madawati kwa ajili ya shule zetu zote katika wilaya hii ya Masasi. Lakini kwa sababu kampeni hii ndio kwanza tumeianza jana, ambayo kimsingi tulikuwa kwenye shule ya sekondari ya Mtandi Day, ambao tumefanikiwa kwa siku ya jana kufanya maintenance, kufanya marekebisho kama unavyoona hivi, kufanya maintenance zaidi ya madawati 60. Na leo tuko hapa katika shule maalum ya Masasi Library, ambayo tunatarajia kufanya pia ukarabati kama huo, ambao ni madawati zaidi ya 80 ambayo yanaendelea kuja, na kama unavyoona haya ambayo yanaendelea kufanywa hapa. Wito wangu ambao nautoa katika jamii ni kuhakikisha kwamba tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya taifa letu, tunahitaji kujitoa kwa ajili ya taifa letu. Hatuhitaji kwamba tuletewe maneno. Tunakataa wanasiasa wachonganishi, tunakataa maneno ya chonganishi ambayo yanaonesha kabisa dhamira kwamba sisi vijana kutumika vibaya, na tumekataa kabisa kwamba hatuhitaji sisi kama vijana na wilaya yetu ya Masasi. Kama tunavyojua sisi ni watu ambao tumestaarabika, tunajitambua, hatuhitaji kuletewa maneno. Tunahitaji mtu aje na mpango kazi, tufanye naye kazi. Tofauti na hapo tunasema utakuja na maneno yako, utaondoka, hautopata bahati hata ya kusikilizwa. Kwa hiyo huo ndio wito wetu sisi. Tunachotaka sisi kuona
kwamba yeyote mwenye juhudi za harakati za kuletea taifa maendeleo basi haje azungumze na vijana, hasa hao wa Masasi. Na sisi tunaonesha huu ni mfano tu wa vijana hao. Wako vijana wengi ambao wanafanya shughuli mbalimbali za kujiingizia kipato, na hiyo ndio ishara ambayo ya vijana na kulikomboa taifa letu hili la Tanzania. Lakini sio ukombozi wa kwenye maneno, sio ukombozi wa kuzungumza mdomoni kila siku. Kwa hiyo nikisema hapo, mimi nitoa wito kwa jamii kwamba waendelee kuwaunga mkono vijana hawa. Tunatambua wadau sio wa serikali tu, yako mabenki, wako watu mbalimbali TFS. Tunahitaji vifaa ambavyo vingetuwezesha, tunakutana na sehemu zingine hatuwezi kufanya maintenance repair kwa sababu ya changamoto ya vifaa ambavyo tunakuta tayari vimeshaharibika, vimeshaoza, vimeshafanyaje. Tunahitaji kufanya maintenance. Tunaomba, tunahitaji vifaa, tunahitaji material, lakini pia tunahitaji support ya kufika site. Kwa hiyo yote ambaye anaona kwamba jambo hili limemgusa kwa namna moja ama nyingine, vijana hawa wako tayari kufanya kazi, na kama nilivyosema kwamba wako tayari kufanya kazi popote pale kwenye taifa hili, kwa sababu hawa ni vijana wa kizalendo. Wanaweza kwenda popote, wanaweza kwenda Manyara, kwenda Arusha, wanaweza kwenda Mbozi, wanaweza kwenda popote kwenye taifa hili, lakini tunasema ni vijana wa Masasi wazalendo ambao kwa namna moja ama nyingine wamejitolea kuhakikisha kuunga mkono juhudi zinazofanywa kubwa na serikali, hasa hii serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan.